Ndogo, ni mkurugenzi msaidizi anayeshughulikia masuala ya kinywa na meno Wizara ya Afya. Katika Wizara ya Afya tunasimamia kutunga sera na miongozo mbalimbali ambayo inatakiwa kutekelezwa katika kutoa huduma za kinywa na meno kuanzia ngazi ya taifa mpaka ngazi ya afya nchini. Katika nchi yetu ya Tanzania, changamoto au ukubwa wa tatizo la kinywa na meno ni kubwa sana, kwa sababu kwa takwimu ambazo tunazo mpaka sasa, kwa ugonjwa wa tatizo la kuoza kwa meno kuna asilimia 76.5 ya Watanzania watu wazima wana kuoza kwa meno. Kuna asilimia 31.1 ya watoto wadogo Tanzania wana changamoto ya kuoza meno, lakini kuna asilimia 68 ya watu wazima wana changamoto ya magonjwa ya fizi. Kuna asilimia 57 ya watoto wadogo wana changamoto ya ugonjwa wa fizi. Kuna asilimia 33.1 ya Watanzania wana changamoto ya meno ya kahawia au kitaalamu tunasema dental fluorosis. Haya meno ya kahawia utayapata sana katika mikoa ya kanda ya kaskazini, kwa mfano Arusha, Kilimanjaro, Manyara, Mwanza, Tabora, Shinyanga na maeneo yote ambayo yanafikia katika bonde la Ufa. Lakini pia tuna asilimia 62 ya Watanzania ambao wana changamoto ya mpangilio mbaya wa meno kwenye vinywa vyao. Kwa hiyo kwa kifupi, unaona kabisa changamoto ya matatizo ya kinywa na meno ni kubwa sana. Lakini pia kwa takwimu tulizonazo kabla ya mwaka 2021 ni asilimia 10 tu ya Watanzania waliokuwa wanaenda kwenye vituo vyetu vya afya walikuwa wanazibwa meno yao. Lakini kutokana na uwekezaji ambao serikali imefanya kupitia Wizara ya Afya na utashi na utayari wa rais wetu, sasa hivi tuna asilimia 42 ya Watanzania wanaziba meno yao kuliko kung'oa. Na msimamo wa Wizara ya Afya tunasema kabisa kwamba dawa ya jino bovu sio kuling'oa bali ni kulitibu. Kwa hiyo tunatoa wito watu waje kwenye vituo vyetu kuanzia ngazi ya hospitali za rufaa ya hospitali ya taifa, za kanda, mikoa, wilaya na vituo vya afya ambapo matibabu yapo. Tukija kwenye wataalamu, bado kama nchi tunapambana na changamoto kubwa ya wataalamu wa kinywa na meno. Kwa mfano, kwenye eneo la madaktari bingwa wa kinywa na meno, mahitaji ya nchi kwa haraka mpaka sasa tunahitaji madaktari bingwa 300. Lakini mpaka sasa kuna madaktari bingwa wasiozidi 100. Kwa hiyo bado vyuo vyetu hasa chuo kikuu cha afya Muhimbili kina kazi kubwa ya kutusaidia kuzalisha madaktari bingwa wa kutosha ili waweze kutawanyika katika maeneo mbalimbali ya nchi hii kutoa matibabu ya kibingwa. Lakini tunahitaji madaktari wa kinywa na meno wenye ngazi ya degree 1. Mpaka sasa tunahitaji madaktari hao 970, lakini mpaka sasa kuna madaktari hao 350. Kwa hiyo unaona bado tuna idadi kubwa ambayo inatuhitaji kuweza kukamilisha idadi hii ya wataalamu kwenda katika vituo mbalimbali. Lakini pia kama nchi tunahitaji matabibu meno 2600, lakini mpaka sasa hivi tuna matabibu meno 700 ambao tayari wanafanya kazi katika vituo vyetu. Kwa hiyo unaona bado ukiangalia katika swala la wataalamu bado changamoto iko kubwa, lakini serikali kwa kushirikiana na vyuo inaendelea kupambana kuongeza. Lakini pia katika eneo la kinywa na meno, ili daktari bingwa pamoja na tabibu wa kinywa na meno waweze kufanya kazi vizuri, anahitaji kuwa na muuguzi aliyebobea kwenye eneo la kinywa na meno, tunamuita dental nurse. Mpaka hapa ninapoongea, nchi ya Tanzania hakuna dental nurse hata huyu mmoja. Kwa hiyo tunahitaji vyuo vitumie fursa hii kuanzisha hii programu ya dental nurse ili waweze kufanya kazi kwa kushirikiana na hawa wataalamu waweze kufanya kazi vizuri. Kwenye eneo la uwekezaji, katika eneo la uwekezaji kwa kipindi cha miaka 3, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imeweza kuwekeza kiasi cha shilingi bilioni 17 kununua mitambo mbalimbali ya kutoa huduma za kinywa na meno na kuisambaza katika hospitali zote za umma zinazotoa matibabu ya kinywa na meno. Serikali imeweza kununua viti vya kisasa vya kinywa na meno vipatavyo 690 kwa kipindi cha miaka 3. Lakini pia serikali imeweza kununua na kusambaza x-ray maalum za meno 560 na kuzisambaza nchi nzima. Lakini pia serikali sasa hivi inanunua, kuna mashine yenye imesema CT scan ya meno inaitwa CBCT. Mpaka sasa imefanikisha kununua mashine hizi 15
unaweza kufikiri ni chache, maana mashine moja hiyo ya CBC tunayozungumza moja inauzwa shilingi milioni 276, lakini mpaka sasa hivi serikali imeweza kununua mashine 15 na imeweza kuzisambaza kwenye hospitali za taifa, kanda na hospitali za mikoa. Bado mchakato unaendelea kwa hospitali zilizobaki zote nchi nzima, zile kubwa ya hospitali ya rufaa ya mkoa, kanda zitapata mashine hizi. Lakini pia ukienda kwenye hospitali za wilaya kuna mashine inaitwa OPG ambayo moja inauzwa shilingi milioni 74, lakini mpaka sasa hivi serikali imeweza kununua na kusambaza mashine zipatazo 46 kwenye hizo hospitali zetu za wilaya. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba nia ya serikali katika kuwekeza katika eneo la kinywa na meno vizuri, na wananchi wanalipokea, wanapata huduma. Ukija kwenye dawa za kutibu magonjwa ya kinywa na meno, hatuna changamoto. Dawa zote serikali inanunua na inazisambaza, wananchi wanatibiwa.